Nianze kwa kutoa ripoti ya wachezaji ambao wako kwenye matibabu sasa hivi. Mchezaji wa kwanza ni Yao Kwasi Atola, ambaye yeye sasa hivi, habari njema kwa mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, ameshamaliza period yake ya kuwa chini ya medical, kwa maana ya idara ya madaktari. Sasa hivi ameingia kwenye idara ya fitness chini ya kocha wetu wa fitness China. Kitendo cha kuruhusiwa kutoka kwenye medical kwenda kwenye fitness ni hatua moja kubwa sana ya mchezaji kurudi kwenye pitch. Chances za kurudi kwa mujibu wa madaktari ni Januari mwishoni au Februari mwanzoni. Mchezaji mwingine ni Clement Mzize. Watu wanataka kujua muendelezo wake sasa hivi ukoje. Mzize sasa hivi yupo chini sasa yupo kwenye hiyo rehab process, na yupo chini ya Dr. Yusuf kwa maana ya physio. Ameanza mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi sio ya fitness. Mazoezi mepesi kutokana na jeraha lake. Kujaribu kukunjua ule mguu, goti, tuone limekuwa sawa kiasi gani. Kwa hiyo yupo katika kipindi hiko. Chances za kurudi Mzize ni lini? Kwa mujibu wa daktari, Mzize anaweza kurudi pia Januari mwishoni au early February. Na mmeona taarifa Mudathir ameondolewa pia kwenye kikosi ambacho kilikuwa kinasafiri kuelekea Egypt, maandalizi ya kuelekea Morocco kwa ajili ya AFCON. Nimeona mahala watu wameandika Mudathir anakwenda kufanywa operation. Sio kweli. Mudathir shida yake sio ya kwenda kufanywa operation. Ziko namna mbalimbali za kitabibu ambazo madaktari wanaendelea nayo. Na Mudathir, madaktari 100% wanaamini mwanzoni mwa mwezi wa kwanza, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, atakuwa amesharejea 100% kwenye utimamu wake. Hatukumuona mchezaji Israel Patrick Mwenda kwenye mchezo dhidi ya Coastal Union. Mwenda yeye alipata shida ya maradhi kawaida, alipata malaria, lakini hivi tunavyozungumza anaendelea vizuri alhamdulillah. Mchezaji mwingine ambaye alipata shida hiyo ni Edmund John, naye alipata tu homa kawaida pamoja na Azizi Andamwile. Hawa watatu walipata maradhi ya kawaida, na hivi tunavyozungumza na nyie hali zao zimeimarika.